Salamu ziwafikie popote pale mlipo nye wote ambao tayari mmesha subscribe Off Pitch TV na mna enjoy kupata madini ya kimichezo. Mimi ni The Voice of Miracles. Nimeulizwa maswali mengi sana. Finali imeisha CAF Confederation Cup na kila mtu ameona na kila mtu amejua kwamba Simba alionewa kwenye mchezo huo, kwa maana referee alikuwa akiwanyonya sana wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa wengi wanajiuliza, je, Simba wao wameamua vipi, ama Simba wana mkakati gani, ama Simba wao nini ambacho wameamua kukifanya? Sasa hapa nipo na ujumbe ambao umetoka kwa moja viongozi wa juu kabisa wa klabu ya Simba, ambao wao wanatujuza baada ya hili nini hasa wao wamepanga kulifanya. Twende sambamba, nipe macho na masikio kwa umakini zaidi nikujuze nini ambacho wao Simba wamekipanga, na nukuu kile ambacho wao wamekiandika ama wamekizungumza. Tunarudi nyuma, tunakwenda kujipanga, tutarudi msimu ujao tukiwa imara zaidi. Ni kweli tumecheza nje ya uwanja wetu wa asili wa nyumbani, yani kwa maana katika dimba la Amani. Wanaamini kwamba bado sio hakuwa nyumbani, yani wao wenyewe pia walikuwa ugenini na nyumbani kwao ni katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii sentensi ukisoma vizuri unaweza kugundua pengine labda kuna uhuru fulani Simba waliukosa katika dimba la New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Ndio maana pia nao imeweza kwa ni chachu ya wao kushindwa kufanikisha kile ambacho wao walikuwa kikitaka. Ni kweli muamuzi hakuwa rafiki kwetu na kuna muda alijigeuza kuwa adui. Hili kila mtu anajua ni kweli nini ambacho kilikuwa kiendelea. Ukitafakari yote haya, unabaki tu kukubali tumepoteza mchezo wa finali. Sio kwa sababu tumezidiwa uwanjani, bali ni kwa sababu mmiliki wa wapinzani wetu ana nguvu za kimamlaka kuliko sisi. Ikiwa na maana kwamba Fauzi Rekej, huyu ni makamu wa rais wa CAF na ndio rais wa klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo yeye alikuwa na mamlaka makubwa sana. Ndio maana pia moja nyingine hiyo ni sababu ya wao Simba kuweza kupoteza mchezo huu, na wala sio kuzidiwa kimbinu uwanjani. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo uliojaa khiliba na figisu nyingi tu. Ukizidiwa kivyovyote, unapaswa kufanya ni kunyoosha mikono juu, kukubali umezidiwa na unarudi kujipanga upya. Mchezo wa mpira wa miguu ukizidiwa, ukionewa, ukinyongwa, unanyosha tu mikono juu na unajipanga upya, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kikabadilisha kile ambacho kimetokea. Hata leo hii tunajua marehemu hayati Diego Armando Maradona alifunga goli la mkono, Waingereza wanamchukia mpaka kesho, lakini haijabadilika kitu na bado mwaka ule wao wakachukua ubingwa wa kombe la dunia. Kwa hiyo ndio mchezo wa mpira wa miguu, unanyosha tu mikono juu, unarudi kujipanga tena upya kurudi kwa msimu unaofuata. Tuna uhakika msimu ujao tutacheza tunako stahili, ambako ni ligi ya mabingwa. Simba naamini ligi ya mabingwa wanasema mbona wanastahili na watarudi msimu ujao. Sasa tunachopaswa kufanya sasa ni kukumbushana tuna mechi 5 zimesalia msimu huu, 2 za CRDB Cup na 3 za ligi kuu. Tunatakiwa kuzipambania mechi hizo zote kwa nguvu na akili zetu zote, huku tukijua mechi hizo ndizo zilizobeba taswira yetu yote ya msimu huu. Na katika mechi hizo tunalazimika kucheza mechi 4 kati ya 5 na shetani na mama mkwe wake. Yana na maana ya kwamba kwenye hizo mechi 5, mechi moja tu ndo wataicheza, lakini mechi 4 ni mechi ambazo wanaenda kucheza na shetani na mama mkwe wake. Mimi sijaelewa huyu shetani ni nani na mama mkwe wake nani, lakini ninavyojua katika mechi 5 ambazo wamebakisha nazo Simba, mechi ya Young Africans ya ligi, mechi ya Singida Black Stars ya ligi, mechi ya Ken Gold ya ligi, lakini pia ana mechi ya CRDB ya ligi ya nusu finali, afa na mechi ya Kagera Sugar ya ligi. Kwa hiyo sijui kati ya hao nani mama mkwe na nani shetani ambavyo wao wamemaanisha, huku tukijua mechi hizo ndizo zilizobeba taswira yetu yote ya msimu huu. Na katika mechi hizo tunalazimika kucheza mechi 4
ambazo ni za jasho na damu. Kwa hiyo tunatakiwa kuwafundisha adabu na kuwakata kilimilimi wakala wa shetani na anayemtumikia. Na hii ipo ndani ya uwezo wetu. Kama hatutokubali kuyumbishwa na vinyamkela ambavyo saa hizi vinatafuta jinsi ya kutupa makombora yao, kutuondolea umoja na kutusambaratisha kwa manufaa ya baba yao shetani anayewatuma na kuwalipa. Hivyo, mashabiki na wapenzi wa Simba, weka masikio pamba, tazama mbele degree 100, tusonge mbele kwa pamoja. Achana na kelele, unafiki na uzabizabina wa watu watakaojifanya wema kwetu, kumbe wanatumika mchana ili usiku waweze kutuchoma. Ni maneno makali sana ambayo yametumiwa kuambia mashabiki wa klabu wekundu wa Msimbazi Simba. Wana Simba, tunachopaswa kufanya sasa ni kumshukuru Mungu na kuwapongeza viongozi wetu, benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa kazi nzuri ya msimu huu mpaka hivi sasa. Usipoweza kushukuru kwa kidogo, hata kikubwa hauwezi kushukuru. Tunarudi kujipanga upya na msimu ujao tutarudi tukiwa imara zaidi. Haya ndio ambayo wanasema wana Simba. Kwa hiyo wamekubali, lakini pia wanajua wameonewa na wanarudi kujipanga. Msimu ujao watarudi wakiwa imara zaidi. Mimi ni The Voice of Miracles, nimehitimisha hivyo. Nawe una lako ambalo unaweza ukachangia hapo chini kwa kukomenti na kutuambia wewe unalipi ambalo unaona ni sahihi kwa upande wako. Lakini hizo video ambazo umeziona hapo ndizo video ambazo pia zimetokea kwenye baadhi ya matukio tata ambayo yalikuwa yakiwanyongonyesha hao wana Simba katika mchezo wa finali ya kombe la CAF Confederation Cup. Kwa mengi zaidi, subscribe of Pitch TV na endelea kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni The Voice of Miracles. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.